Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuzaa mara ya pili kwa pendo lake, kwa neno lake lenye uzima linalodumu hata milele. Bwana Mungu akubariki sana kwa neema yake na akuangazie nuru za uso wake unapokwenda kuingia pia kwenye lango la mwezi wa 6. Endelea kujiandaa kiroho katika lango hili la mwezi wa 6 tunapoenda kuliingia, kwamba tukaliingie kiroho zaidi tena, kwa imani tena, kwa neno, kwa sadaka. Kwa sababu ni katikati ya mwaka, ni nusu nyingine ya mwaka. Tumebakiza nusu ya mwaka, tumemaliza nusu ya mwaka. Mshukuru Mungu, alafu omba hekima, omba maarifa, omba tena. Tuendelee kuomba, tuongozwe na Roho. Kila mmoja wetu anahitaji kuongozwa naye tena. Mshukuru Mungu kabisa kwa miezi ambayo imepita, na sasa tunaenda kuanza miezi mingine au nusu nyingine ya mwaka. Jina la Yesu likatukuzwe. Atukuzwe Mungu Baba huyu, kwa sababu ametupenda, anatulinda, ametusaidia. Neema ya Yesu iwe nawe tena, iendelee kukujaza tele wakati wote katika jina la Yesu. Karibu tuombe. Baba yetu, Mungu wetu, Mwokozi Yesu Kristo, asante Bwana Yesu kwa jina lako lenye nguvu, lenye uweza, linalotusaidia wakati wote, siku hadi siku, linalotufanikisha nyakati zote na majira yote. Baba yangu, nashukuru kwa sababu una huruma nyingi na rehema juu yetu. Ninaomba fadhili zako, ninaomba uaminifu wako, ninaomba wema wako, ninaomba uweza wako na neema yako. Katika jina lako Yesu Kristo, bariki mpendwa huyu, baba huyu, mama huyu, kaka huyu, dada huyu, kijana huyu. Funike damuni mwako mtumishi wako, kuhani huyu Baba. Vike na uweza kwa Roho yako Mtakatifu. Naomba endelea kutufunulia mapenzi yako, hata hekima yako ituongoze katika mwezi huu wa 6 tunapoenda kuingia. Lakini namna ya kwanza na namna ya kwenda, hekima, maarifa yatokayo kwako, naomba Baba yakatujaze kabisa katika jina lako Yesu Kristo. Asante Mungu uliye Mwokozi, Baba yetu tutazamaye na kutujua sana. Tuhurumie, tuongoze, tujaze, tushibishe mema yako tena kwa jina lako Yesu Kristo. Asante kwa uaminifu wako, endelea kutujaza neema yako. Taomba Baba, tunakuomba Yesu, Roho yako Mtakatifu atujaze sana na kutuwezesha na kutuongoza katika njia yote siku zote, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Bwana akupe utulivu na amani ndani ya moyo wako, na damu Yesu endelee kukupigania, kunenea mema na uzima na nguvu katika jina la Yesu. Usiogope, tazame Kristo Bwana awezaye yote, aponyaye kutoka nguvu za uovu, kutoka nguvu ya adui, kutoka nguvu ya dhambi na uharibifu wowote. Yeye ni Bwana Mungu wetu aliyetukuka milele, amina. Karibu tuendelee kujifunza. Tumeendelea kuona habari ya mafuta ya furaha, mafuta ya uponyaji, habari ya kisima cha uponyaji, habari hizo njema kabisa katika maandiko matakatifu. Na tuendelee tena kwa habari ya nafsi iliyonyauka. Nafsi iliyonyauka. Biblia inaonyesha au inasema kwa habari ya nafsi iliyonyauka. Nafsi, moyo ulionyauka. Mtu aliyenyauka kiroho. Kunyauka kiroho. Tunajifunza juu ya kunyauka kiroho. Mtu aliyenyauka kiroho anahitaji maji, anahitaji mafuta yaliyo hai. Kisima cha maji yaliyo hai, kisima cha wokovu. Kama anavyosema katika Isaya, nanyi mtateka maji katika kisima au katika visima vya wokovu. Hapa anasema habari za kiroho kabisa, na nafsi ambayo imechoka, imezimia, imenyauka. Niseme tu, nikukumbushe tena, kunyauka kwa kitu kunasababishwa na kukosa maji, rutuba, chakula, hasa namba moja ni maji. Lakini mafuta, mmea ukikosa vitu hivyo unanyauka. Lakini mtu akikosa vitu hivyo pia ananyauka. Sasa tunasema na habari ya mtu wa rohoni. Mtu wa rohoni akikosa maji yaliyo hai, ambayo Yesu anasema katika Yohana sura ile ya 4 mstari wa 5, wa 7, wa 8, wa 9 mpaka wa 10 pale na kuendelea 11. Yesu anasema habari ya maji yaliyo hai. Lakini katika Yohana hiyo hiyo tena Yesu anasema kwa habari ya wale wanaomwamini kwamba watatiririka maji yaliyo hai. Mito ya maji yaliyo hai yatatoka ndani yao. Naam. Basi karibu nianze kusoma hapa kwenye Zaburi. Kunyauka kiroho. Kuna kunyauka kiroho wapendwa. Nisome hapa katika Zaburi hii ya 92 mstari wa 10 mpaka 14. Zaburi ya 92 mstari wa 10 mpaka 14 anasema,
Bali pembe yangu umeinua kama pembe ya nyati, bali pembe yangu umeinua kama pembe ya nyati. Nimepakwa mafuta mabichi, nimepakwa mafuta mabichi, na jicho langu limewatazama walioniotea. Sikio langu limesikia habari za waovu walionishambulia. Mwenye haki atasitawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanon. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watasitawi katika nyua za Mungu wetu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Watangaze ya kuwa Bwana ni mwema, ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hamna udhalimu. Ndani yake hamna udhalimu. Naomba tuyaone maneno yale, maneno haya, mwenye haki atastawi kama mtende. Kwa hiyo kuna kustawi na kuna kuto kustawi. Alafu anasema watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Manake wakati wa maisha yote, hata wakati ambako hautarajiwi, wakati wa uzee ni wakati nasema mtu kama ananyauka. Lakini walio na Bwana, walio na Yesu ndani, mpaka wakati wa uzee bado wanaambiwa hawawezi kunyauka, watazaa matunda. Anasema pembe yangu umeinua. Ameinua ufalme wake, ameinua maisha yake, ameinua sehemu ya utawala wake. Pembe haya umeinua kama pembe ya nyati. Nimepakwa mafuta mabichi. Neno hilo hebu tulitazame, mafuta mabichi. Kwa nini mafuta mabichi? Kwa hiyo tofauti ya kibichi ni au kinyume cha ubichi ni ukavu. Kwa hiyo sio mafuta yanayokausha au makavu, ila ni mafuta mabichi yanayomtia ubichi aendelee kuwa mtu mbichi, aendelee kuwa kiumbe chenye nguvu. Ubichi manake hali ya kuwa hai. Ubichi ni hali ya kuwa na uhai na nguvu na ustawi. Tunasema tukiona mmea mbichi manake una maji, una rutuba, una kila kitu kizuri. Ndio sababu una ubichi, unaendelea kustawi, umenawiri. Kwa hiyo kuna ubichi wa kiroho. Anasema mafuta mabichi. Mafuta mabichi manake hizi ni nguvu za roho kwa upya. Huku ni kujazwa upya roho, ni kufanywa upya kila siku. Biblia inasema katika Agano Jipya tunafanywa upya siku kwa siku. Tunafanywa upya, kitu kipya. Kibichi, ni mbichi kiroho. Manake ni mtu aliye na mng'ao wa kiroho. No. Hali yake ya kiroho hajanyauka. Ana ubichi, bado ana ubichi. Anasema nimepakwa mafuta mabichi. Ukipakwa mafuta mabichi manake unaendelea kuwa katika hali ya uwezo, katika nguvu na mng'ao wa kiroho. Jina la Yesu litukuzwe sana na lisifiwe sana. Litukuzwe milele, lisifiwe milele. Mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanon. Mwenye haki atastawi kama mtende. Kustawi, kinachofanya astawi ni nini? Kuna kitu kipo ndani, ndio yale mafuta na maji. Maji, mmea nimesema ukosa maji unanyauka, unakauka. Lazima upate maji, mmea wote. Labda ambao sasa ni muujiza ya Mungu tu, lakini kwa sehemu kubwa kabisa, asilimia nyingi tunajua mmea Mungu lazima anyeshe mvua ili iendelee, ama wewe uchukue maji umwagilie ndipo utaendelea. Naam, kwa hiyo kinachofanya kuwa mbichi manake kuna ndani kuna yale maji yanayoitwa maji yaliyo hai. Na kuna vitu vinafanya watu wawe wamenyauka. Kulikosa neno la Mungu, kukosa maji ya Yesu, maji aliyoyasema, maji yaliyo hai, yani bubujiko la roho, nguvu za Roho Mtakatifu. Kumkosa Roho Mtakatifu na kukosa neno la Mungu, kukosa maombi, kukosa ibada za kiroho ndani ya mtu, moyo uliokosa sifa na tukuzo kumwabudu Mungu, moyo uliokosa vitu hivyo, hasa neno la Mungu na roho wake, mtu ananyauka kirahisi kabisa. Nafsi hiyo inanyauka, itapotea, itakauka.
kwa inahitaji. Kwa anaposema maneno haya, amenipaka mafuta mabichi, maana yake ni kwa sababu nafsi yake inatakiwa iendelee kuwa na ustawi, na ili kuzaa matunda. Kumbuka Yohana 15, Yesu anasema nimewaweka ili muende mkazae matunda, matunda yenu yapate kukaa. Sasa mti hauwezi kuzaa matunda kama hauna rutuba. Rutuba maana yake maombi, neno la Mungu, vitu vya Bwana vinatupa rutuba, virutubisho. Virutubisho vinatokana na maandiko matakatifu na mafundisho ya neno la Mungu, ndio virutubisho. Nafsi inaendelea kushibishwa. Tunachoishibisha ni nafsi, mioyo yetu ishibe neno, ishibe nyimbo za sifa, na ishibe ibada kumtukuza Mungu, lakini ijazwe roho wa Bwana akae ndani. Mtu ananawiri, mtu anastawi. Vinginevyo huyu mtu lazima anyauke, lazima tumuone katika shida, kwa sababu hana neno, hana maji yaliyo hai, nguvu, ububujiko, utiririko wa roho. Roho Mtakatifu akiwa ndani, tunatiririka maneno, nguvu, uzima. Tunakuwa na uzima wa kweli ndani, sababu yeye ndiye atiaye uzima. Yesu ana roho atiaye uzima. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na uzima ndani yetu, tunatakiwa kuwa na ubichi ndani yetu kila wakati, kwa jina la Yesu. Usinyauke. Lakini kunyauka ni huku kwamba kama mtu anakosa neno la Mungu, roho wa Mungu, maombi, hapo mtu ananyauka kiroho, tanyauka kiroho. Lakini vikiwepo hivyo, basi mtu yuko sawa kabisa. Kwa jina la Yesu yuko sawa kabisa. Jina la Yesu nalitukuzwe sana. Tunatakiwa kuendelea kuwa katika ustawi. Maji yanahitajika ndani yetu, maji yaliyo hai, maji ya uzima. Mathayo 21, ninasoma Mathayo 21 mstari wa 18 hadi wa 19. Mstari wa 18 hadi wa 19. Ninakwenda kusoma mstari wa 18 hadi wa 19. Nasema, hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Huyu ni Yesu anasema aliona njaa. Akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea, asione kitu juu yake ila majani tu. Akauambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Jambo la kwanza unaanza kujiuliza, kweli kuna uhusiano gani hasa wa Yesu na huu mti? Kama ni mti, kama tu mti kawaida, yaani na maisha kama ilikuwa ni mti, kwa sababu ni mti kama mti sawa, wenye matunda, na ambao ameuendea hauna matunda. Lakini haionyeshi au haimaanishi kwamba kulikuwa kuna hasira. Yesu ameukasirikia mti ambao upo tu. Angeweza asifanye kitu, akasema tu labda tu ukatwe, lakini anaongea ya maneno na mtini unanyauka. Kwa nini ifikie huko? Lazima tujue kwamba Yesu alifundisha sana kwa mifano. Yesu alitumia mifano sana kufundisha, na kwa sababu alitumia mifano kufundisha, anautumia mfano huu kwa mfano wa mti usio na matunda, akiwa ametulenga wanadamu moja kwa moja. Ametulenga moja kwa moja kwa habari ya mtu ambaye sisi tunaitwa ni matawi tunayotakiwa kuzaa matunda. Na yeye mwenyewe alisema katika Yohana 15, Yohana 15 1, 2, 3 mstari wa mpaka wa 5 wa 6, mpaka ule wa 6 mpaka ule wa 7, anasema sisi ni matawi, yeye ni mzabibu, sisi ni matawi, na tunatakiwa kuzaa matunda. Sisi ni kama mti kwenye shamba la Mungu hapa duniani, tuko kwenye shamba la Bwana. Naam. Sasa Yesu anauona mtini ambao una matunda. Yesu anauhitaji ndani yake, alafu anauendea mti ambao anategemea kupata matunda, apati matunda. Anawaambia, tangu leo basi wewe utakauka. Una sababu ya kukaa hapa, wewe utakauka. Ukanyauka ule mti. Ukanyauka. Biblia inatuambia ukanyauka. Vivyo hivyo watu wasio na matunda ya kiroho watanyauka.
Ni hatari sana, kwa sababu shetani ataendelea kukunyausha, kukukausha, kukunyong'onyesha, na matokeo yake hasara tupu na uharibifu na maangamizo yatatokea. Kwa hiyo kama unajiona huna bubujiko la kiroho, huna nguvu za kiroho, huna amani ya Yesu, huna uoni upenyo wa kuendelea kuomba na kuchanua kiroho, ng'ang'ana, tafuta sana sasa ili urudishiwe ubichi. Mafuta mabichi yaje juu yako, kama anavyosema katika Zaburi ya 92 mstari wa 10 na kuendelea. Mafuta mabichi yaje juu yetu, mafuta mabichi yawe juu yako, mafuta mabichi kwa jina la Yesu. Na maji ya Yesu yaliyo hai ili kutokunyauka. Maji yanahitajika ili mtu uweze kuchanua, uweze kustawi na kuzaa matunda. Maji yanahitajika. Rutuba, mbolea inahitajika. Rutuba, nimekwambia, ni mafundisho ya neno la Mungu kama unavyoyasikia sasa. Ni maandiko matakatifu yakijaza moyo, yanafanya mtu kurutubika na kuzaa matunda. Yesu anawaambia, nyauka, kauka, kosa matunda. Usiwe na matunda tena, usiwe na sababu. Manake Yesu anaonyesha ni sisi wenyewe. Ni sisi wenyewe. Yaani watu ambao hawana matunda. Kwa sababu akasema tawi lisilozaa litakatwa. Pale kwenye Yohana 15 amesema kabisa wazi, tawi lisilozaa matunda uliondoa au uondolewa katika mzabibu, na lishaondolewa, anasema linaenda kutupwa kwenye moto, linaenda kutupwa motoni. Maana lishaondolewa tayari, kinachoendelea ni kukauka, halina uwezo tena wa kuendelea. Basi tujitahidi kuendelea kuzaa matunda na kumtafuta sana Yesu ambaye ametupenda ili tuendelee kuzaa matunda, ili tuendelee kuchanua kiroho, na matokeo yake tufikie mwisho mwema ulio na baraka nyingi na ushindi katika jina la Yesu. Angalia, usinyauke kiroho. Tafuta maji, tafuta chakula, tafuta rutuba, tafuta neno. Hilo neno tafuta ndilo lenye vitu vyote. Roho Mtakatifu anatujaza, tunakuwa na chemichemi ya ndani. Roho Mtakatifu ni muhimu kuwa ndani yetu, kwa sababu anatupa bubujiko lile, anatupa mafuta yatakayotusaidia kwenda bila ugumu, bila ukavu, bila kuchoka pale tunapochoshwa na dunia na mambo ya dunia. Tini ukanyauka. Naomba tuone jambo lingine katika Marko sura ile ya 4. Katika Marko sura ile ya 4 kuna jambo lingine la kuona pale. Kwenye Marko sura ile ya 4, Marko sura ile ya 4 na mstari ule wa 3 hadi wa 6. Marko 4:3 hadi 6. Anasema hivi: Sikilizeni, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba, pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Na kwa kuwa haina mizizi au ilikosa mizizi, ilinyauka jua lilipotokea. Hapa pia ni Yesu anatufundisha kwa mfano. Ni mfano. Yesu alitumia mifano mingi kama alivyosema. Huu ni mfano mwingine aliotumia kutufundisha walimwengu wote au dunia nzima ijue, ielewe, watu waelewe kwamba mpanzi kwanza ni yeye mwenyewe, na mbegu yenyewe ni neno la Mungu ambalo alikuja kuliachilia, na yeye ndio mbegu. Kwa hiyo kila alichokiachilia Yesu ni roho wake. Kwa sababu kwenye Yohana pale Yohana 6:61 nafikiri pale anasema maneno haya ni uzima, tena ni roho. Kwa hiyo maneno aliyotuambia ni roho, ni mbegu ambayo ni neno la Mungu ambao ni mbegu. Na sasa ndiye mpanzi aliyekuja kupanda, kuachilia hilo neno la uzima, watu walipokee. Na baada ya kuliachilia hilo neno, linatakiwa kuingia ndani ya mtu, lipate kuota, lipate kustawi, lipate kuzaa, lichanue. Na neno hilo linatakiwa kuingia moyoni, sio pembeni ya moyo, sio likae nje. Ndio sababu anaeleza habari ya mbegu nyingine zikaanguka kando ya barabara, nyingine kwenye miba, nyingine kwenye mwamba, nyingine kwenye udongo mzuri. Sasa hapa anaeleza habari ya kunyauka.
kwa hii mbegu iliwekwa na ikaota, lakini jua lilipotokea ilinyauka kwa sababu mizizi yake haijapata rutuba ya kutosha, haijapata maji ya kutosha, haijapata chakula cha kutosha. Tukikosa chakula cha neno, chakula cha kiroho cha kutosha, tunanyauka, utanyauka. Kwa hiyo inatupasa kuwa na chakula cha kiroho cha kutosha ili tusije tukanyauka kiroho. Utanyauka ukikosa chakula cha kiroho. Tukilikosa neno la Mungu, tukikosa roho wa Bwana na uweza wake, tunanyauka, utaharibikiwa. Anasema nyingine ikaanguka. Sasa ninachotaka kuona hapa, tuone hapa ni kwamba kwa habari ya moyo, anaposema nyingine zikaanguka na nyingine ikasema ikaanguka kwenye udongo mzuri, maana yake ni moyo uliopokea alafu ukastawi au kalifurahia lile neno. Hapa ni habari ya moyo, kwa sababu neno la Mungu linaenda kwenye moyo. Neno la Mungu linatakiwa liingie moyoni mwetu, sio kwingine kwenye mwili wetu, ni kwenye moyo. Sasa inaonyesha kabisa kwamba anasema habari ya udongo mzuri, maanake ni moyo mzuri, mtu ambaye amelipokea hilo neno kwa furaha na likakaa. Hapa ni moyo, tuangalie moyo, tuone moyo. Nyingine zikaanguka kwenye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Pia hapo tunaona habari ya imani, kwamba imani ni sawa na mizizi. Imani inamfanya mtu asimame imara. Mizizi ndio inayosababisha mti uweze kutulia, uweze kustawi, upate maji, upate chakula. Lakini sio tu kupata chakula na maji, mizizi inasaidia ule mti kusimama. Ukikata mizizi, mti unaanguka. Sasa imani ikiondolewa, mtu anaanguka kiroho. Imani yetu kwa Yesu, au imani tuliyopewa katika Yesu, ni mizizi inayotushikilia. Tunaweza kusimama imara katika Bwana Yesu, lakini pia tunapata kula na kushiba na kuendelea kustawi na kuendelea kuishi. Jina la Yesu litukuzwe. Mizizi, mmea uliokosa mizizi unanyauka, unakufa, unakauka, sababu haupati chakula, haupati maji na huna cha kusimamisha. Utaanguka na utanyauka na utakauka na utaharibika kabisa. Basi moyo wetu ujazwe neno, ujazwe furaha ya Bwana na amani ya Bwana. Tuendelee kutafuta kushiba vya rohoni. Neno lake linaenda kukaa moyoni. Hiyo mbegu inaenda kupandwa, si pengine, inapandwa katika moyo. Neno la Mungu natakiwa liingie ndani ya moyo, lipate kustawisha mioyo yetu, nafsi zetu, ili zisije zikanyauka. Moyo uliokosa neno la Mungu na roho wa Mungu una balaa kubwa, una madhara makubwa, uko katika hatari kubwa kabisa. Basi neema ya Mungu ikujaze tena na kuwa na kiu ya neno la Mungu. Tafuta sana, endelea kujitahidi kuwa na kiu ya neno la Mungu. Kiu ya neno la Mungu. Endelea kutafuta sana chakula cha uzima na maji yaliyo hai. Tujitahidi. Safari bado ipo. Tunahitaji kula na kushiba, kwa sababu safari ni ndefu, lakini ambayo ina mabonde, milima na misukosuko. Shiba roho yako, shiba nafsi yako, shiba neno la Mungu, shibishwa na roho wa Bwana, shibishwa na furaha ya Bwana, jazwa imani, imani ya kutosha. Safari ni kubwa, safari bado ipo. Jazwa mwendo wako uwe safi, jazwa nguvu za roho, jazwa imani. Respu kandi samaya, race power rapakuri si hey, viko weza kwa damu Yesu. Haleluya. Baba, nakushukuru kwa yote. Ninaomba msikie mpendo huyu anapoingia kuomba. Ninaomba pokea na sadaka zake. Ninaomba pokea na maombi yake. Ninaomba angalia na nafsi yake. Ishibishe mema yako. Ishibishe baraka zako. Ivike uweza na nguvu. Iponye Bwana nafsi zilizoinama, zilizonyauka, zilizochoka.
mioyo iliyoumia, iliyofadhaika, iponye sasa. Ponya moyo wa huyu baba, mama, ponya moyo yule mama, ponya moyo yule mama, ponya nafsi yake, ponya yule baba amechoka, ponya yule mtoto, ponya yule dada, ponya nafsi yule kaka, nafsi yake, nafsi zilizokata tamaa na kuchoka za vijana, naomba zishibishe neno, zishibishe uweza, ziponye, ziponye, ziponye. Bwana, nafsi zilizonyauka, naomba neema yako. Walionyauka kiroho, Bwana, naomba maji yaliyo hai tupatie tena pale tuliponyauka katika mioyo yetu, pale tulipochoka, pale watu walipokuwa katika hali ya ukavu na ukame. Naomba damu yako ikanyunyizike tena juu yetu, rutuba tele, uweza tele na nguvu zikarejee ndani yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba Baba, tukapate kurutubishwa kwa neno lako, kwa damu Yesu, kwa Roho Mtakatifu, urutubisho katika jina la Yesu ndani ya nafsi yule baba yule, mama yule, kaka yule, dada yule, mtoto yule. Yesu, naomba urutubisho kupitia neno lako. Ruhusu mioyo yetu iwe na kiu ya neno, kiu ya maombi, kiu ya kujazwa vitokavyo kwako Baba, ili kuendelea kustawi katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ruhusu fadhili zako, rehema zako na uweza wako na nguvu zako, Mwokozi wangu na Baba yangu, katika jina lako Yesu, lenye nguvu, lenye uweza, lenye neema, lenye rehema, kwa damu ya milele, kwa damu ya Yesu Kristo. Uweza, nguvu, fadhili na rehema zako, Bwana, naomba zikaendelee kuwajaza watu wako, zikajaze mioyo yetu, tukajazwe mioyo yetu, tukavikwe na nguvu zako, tukavikwe na uweza wako, kwa damu Yesu Kristo. Baba, tuangalie kwa huruma, tusije tukafanana ule mtini ulionyauka. Bwana, naomba neema yako, mafuta mabichi ndani ya nafsi zetu, ndani ya maisha yetu, mafuta mabichi Bwana, naomba yakatiririke, naomba yakatujaze mafuta mabichi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mafuta mabichi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mafuta mabichi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mafuta ya Roho Mtakatifu, mafuta yako mabichi ndani yetu Baba, tuongezee mafuta mabichi mioyo yetu, akili zetu, fahamu zetu, miilini mwetu, ili tujazwe na nguvu, tujazwe na Roho, tukawezeshwe kwa uweza wako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Baba, asante Bwana, asante kwa upendo wako, tuvike na uweza wako. Ninaomba katika jina la Yesu, tujalie kushiba neno, kushiba Roho, kushibishwa na Roho wako Bwana Yesu. Tuwe na nguvu ya kuendelea, safari bado ni ndefu. Tushibishe kwa neno lako, tushibishe kwa Roho wako. Safari ni ndefu na ina mambo magumu na mazito na kukatisha tamaa. Yesu, tusaidie, saidia vijana, saidia wajaze vijana, tujaze vijana neema yako na neno lako, lakini hata pia wajaze wazee, kina mama, watu wote kwa neema yako Baba, katika jina la Yesu. Bwana akubariki mpendwa wewe. Bwana Yesu akuvike na uweza wake, akushibishe na neema yake. Ongezeka kiroho, ongezeka katika jina la Yesu. Endelea kutafuta chakula, endelea kutafuta neno la uzima, endelea kumtafuta na kumwomba Roho wake Yesu akushibisha, kujaze katika jina la Yesu Kristo. Amina, amina. Bwana kuangazie ukafike hatua njema ya kushibishwa mema na kupokea kuona mambo makuu yaliyojawa na nguvu yanayotoka kwake aliyemuumba, Mfalme wetu na Mungu wetu. Amani ya Kristo ikutawale, kujaze wakati wote katika jina la Yesu. Bwana akupe kuona furaha, machungu na masiwasi na mashaka viondoke kwa jina la Yesu. Amini tu, Mungu ni mwema, akujaze neema sasa na wakati wote. Haleluya. Karibu sana, nikukumbushe, kumbuka kusubscribe kwenye YouTube hii kama hujafanya hivyo. Hapo kwenye simu yako kwa chini ukiangalia utaona. Kumbuka kusubscribe, kushare na kulike pamoja na wengine, ili kazi ya Yesu iendelee kwa utukufu wa Bwana. Na tena nikuombe, endelea kutuombea
kwa ajili ya kazi ya uinjilisti ambayo tunatakiwa kuendelea kuiendea. Ombea huduma hii ya Nuru Ministry. Tuna mambo mengi ambayo tunahitaji kuyafanya kwa kazi ya Bwana Yesu, ili watu wapokee neno, washibishwe neno, waponywe, waokolewe. Karibu sana. Karibu kwa sadaka yako, karibu kwa kutuombea, karibu kushirikiana nasi. Ufalme wa Mungu uendelee. Kumbuka tumeambiwa tuenende ulimwenguni kote tukahubiri Injili. Kaa tayari, shiriki nasi. Namba za ushiriki za sadaka na mawasiliano ziko hapo, utaziona hapo kwenye simu yako pia, ambayo ni Vodacom na Airtel. Ya Airtel ambayo pia iko WhatsApp ni 0787 62 75 91. Nairudia tena, hiyo ya Airtel ni 0787 62 75 91. Bwana Mungu akubariki sana. Ya Vodacom ni 0762 282 439. 0762 282 439. Amani na baraka za Bwana Yesu ziwe nawe. Kicheko cha Bwana kikujaze. Furaha na nguvu za Roho zikuingilie. Zikae ndani yako, zikae ndani yetu wakati wote. Upendo wa Yesu ujazwe ndani yetu daima, katika jina la Yesu. Hallelujah.